Karibu kwenye makala ambayo leo tunamwangazia mwanamke ambaye amekuwa mwamba wa matumaini kwa mamilioni ya Venezuela, na huyu ni Maria Corina Machado ambaye ni mhandisi, mwanaharakati na sasa ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2025. Alizaliwa mwaka 1967 na kabla hajawa mwanasiasa alifahamika kimataifa na alisomea uhandisi wa viwanda na masomo ya fedha. Alitumia maarifa yake kuanzisha miradi ya kijamii ikiwemo kazi kwa watoto wa mtaa huko Caracas. Mapema kabisa alihamia kwenye siasa akiamini nguvu ya demokrasia na uhuru wa fursa. Katika miaka ya mwendelezo wa utawala wa Chavismo, Machado alikuja kwa sauti kali ya kulalamika dhidi ya ukiukaji wa kanuni za msingi. Alichaguliwa kuwa mbunge na alitumia wazi jukwaa hilo kuainisha na kushinikiza uwajibikaji, lakini alipata kinyume cha hiyo. Serikali ilimweka kando kwa njia za kisiasa, kuchukuliwa hatua za kumzuia kushiriki siasa na hatua zilizochipua mashambulizi ya kisiasa dhidi yake. Hii haikumfanya aache kabisa kupambania haki za Wanavenezuela. Hatua zilizofuata zilionyesha mabadiliko ya kimkakati. Wakati uchaguzi wa mwaka 2024 ulipotokea, Machado aliibuka kama kiongozi wa umoja wa upinzani, akisaidia kuunganisha makundi yaliyokuwa yamegawanyika ili kumpa nguvu mgombea mmoja. Lakini tena mtuhumiwa wa ukandamizaji alitumia njia za kutoidhinisha baadhi ya wagombea, jambo lililopelekea kuwa na mvutano mkubwa na kumfanya Machado kuishi kwa ukimya kwa kipindi fulani kwa sababu ya usalama wake. Kwa nini Machado amekuwa muhimu duniani? Hii sio tu kuhusu siasa ya ndani ya Venezuela, ni somo la jinsi jamii inavyoweza kupigania haki zao bila kutumia silaha au machafuko ya amani. Machado aliitumia kampeni ya kupigania demokrasia, kutetea haki za binadamu na kujaribu kuunda mpito wa amani kutoka kwa udikteta hadi mfumo unaothibitika. Tume ya Nobel ilisema kilichomfanya ashinde ni mchango wake wa kusisitiza haki za demokrasia na juhudi za kufanikisha mapito ya amani. Hili linaashiria mabadiliko katika jinsi ambavyo jamii ya kimataifa inavyotambua mapambano ya kidemokrasia kama sehemu ya kazi ya amani. Labda nikukumbushe matukio muhimu aliyoyawahi kuyafanya mwanamama huyu ndani ya mwaka 2025 na aliyompa nguvu hata leo kuwa mshindi wa tuzo ya Nobel mwaka 2025. La kwanza lilikuwa ni uhamisho wa viongozi waliokuwa maaskofu ndani ya ubalozi. Mnamo Mei mwaka 2025, operesheni hiyo ilifanyika ambapo viongozi wa upinzani ambao walikuwa wakimwomba hifadhi katika ubalozi wa Argentina Caracas walifanikiwa kuondoka salama. Machado alieleza kuwa operesheni hiyo ilifanywa kwa usahihi mkubwa na kuficha mpango wake dhidi ya ufuatiliaji wa serikali. Juhudi hii ilionyesha uwezo wa upinzani kusimamia usalama hata wakiwa chini ya ukandamizaji, na pia kuonyesha uunganisho kwa watu na ushirikiano wa kimataifa ambapo Argentina, Marekani na Brazil katika matukio haya walishirikiana vizuri. Tukio la pili lilikuwa ni simu za kukamatwa au kidnapping chini ya mazingira ya upigaji kampeni. Mnamo Januari mwaka 2025, Machado alidai kwamba alipigwa au kidnapped, kwa maana alitekwa na maafisa wa usalama wa serikali baada ya kujaribu kuongoza maandamano dhidi ya Maduro. Wafuasi wake walisema alikamatwa kwa nguvu na kuwekwa kwenye gari la moto na kuamshwa ili arekodi video kabla ya kuruhusiwa kuondoka. Serikali ya Maduro ilikanusha tukio hilo ikisema madai hayo ni uongo, lakini mashirika ya haki za binadamu na waandishi wa habari walichunguza ushahidi na kuona kuwa baadhi ya vipimo vinaendana na matukio ya ukandamizaji. Tukio jingine ni jaribio la kuingia nyumbani kwake bila ruhusa yake. Baada ya kuwa na usiri mkubwa kwake, Machado aliripoti jaribio la watu asiowafahamu kuingia nyumbani kwake huko Los Paros Grandes, Caracas, waliobeba silaha na kutisha kwa vitisho. Tukio hili limeonyesha hatari ya kisiasa aliyokumbana nayo hata akiwa katika maeneo ya makazi ya kawaida. Jambo lingine ni ushawishi, kushtakiwa na kuachiliwa huru. Kwa miaka mingi amelazimika kuwa mafichoni ili kuepuka kukamatwa au kushtakiwa rasmi na serikali. Tangu uchaguzi wa mwaka 2024 alipokuwa nje ya uchaguzi, amekuwa akifanya kampeni kupitia matangazo, video, mitandao ya kijamii na kuhamasisha umoja wa upinzani.
hata akiwa mbali. Hali hii ya usiri ilifanya kazi yake kuwa ngumu, lakini pia inaongoza shauku ya watu kumtafuta na kumpongeza duniani. Tukio la mwisho kabisa ni uteuzi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2025, ambapo mnamo tarehe 10 Oktoba mwaka 2025 tume ya Nobel ilimtangaza mshindi wa tuzo ya amani kwa kazi yake ya kudumu ya kukuza haki za kidemokrasia kwa wana Venezuela na mapito ya amani kutoka udikteta hadi demokrasia. Katika tamko la Nobel lilibainisha kwamba alishiriki kikamilifu kwa misimamo yake, usiri na kuhakikisha taifa linakuwa salama wakati wote. Hata hivyo, tuzo hii pia inaleta mjadala. Wakati moja ya maana yake ni kumpongeza kwa ujasiri, kuna wale waliosema kwamba zawadi za kimataifa zinaweza kuwa na athari za kisiasa, lakini tume ya Nobel ilibainisha wazi hili ni kutambua sauti ya wale wanaopinga ukandamizaji kwa njia za amani na kutoa nafasi ya kuonyesha kuwa mabadiliko yanaweza kuletwa kwa kusimama kwa misingi ya kisheria na mazungumzo na sio kwa vurugu. Labda nikukumbusha historia ya tuzo hizi za Nobel. Tuzo za Nobel ziliundwa kutokana na wasia wa Alfred Nobel, ambaye yeye alikuwa ni mvumbuzi aliyegundua dynamite. Alfred Nobel alizaliwa mwaka 1833 huko Sweden na alifariki mwaka 1896. Aliacha sehemu kubwa ya mali yake, takriban dola milioni 9 kwa wakati huo, ili ianzishe mfuko maalum wa kutoa tuzo kila mwaka kwa wale waliotoa mchango mkubwa kwa wanadamu. Tuzo za kwanza za Nobel zilitolewa mwaka 1901, miaka 5 baada ya kifo chake. Zilianza kutolewa wakati nyanja 5 kuu ambazo Alfred Nobel alizitaja kwenye wasia wake. Ya kwanza ilikuwa ni amani, yani peace, kwa wanaochangia au kuleta kudumisha amani duniani. Kipengele cha pili kilikuwa ni fizikia, yani physics. Kipengele cha tatu kemia, yani chemistry. Kipengele cha 4 tiba, yani medicine of theology, na kipengele cha 5 kilikuwa ni fasihi, yani literature. Baada ya mwaka 1969, Benki Kuu ya Sweden ilianzisha tuzo ya ziada ya uchumi, yani economics, kwa heshima ya Alfred Nobel. Wanaoshughulikia tuzo ni kina nani hasa? Chuo cha sayansi cha kifalme cha Sweden, ambacho hichi kinaangazia vipengele kama fizikia, kemia na uchumi. Taasisi ya Karolinska, ambayo hii ni Swedish Academy of Medicine kwa ajili ya tiba. Chuo cha Kiswidi cha fasihi, yani Swedish Academy kwa ajili ya fasihi, na kamati ya Nobel ya Norway, hii inaangazia masuala mazima ya amani. Tuzo hizi hutolewa kila mwaka siku ya kumbukizi ya kifo cha Alfred Nobel. Zimekuwa alama ya heshima ya kimataifa, zikimtambua mtu, kikundi au taasisi iliyotoa mchango mkubwa katika maendeleo ya sayansi, ubinadamu na amani. Labda tuangazie kwa Afrika waliowahi kupewa tuzo ya amani ya Nobel ni kina nani hasa. Wa kwanza alikuwa ni Albert John Luthuli, ambaye huyu ni raia wa Afrika Kusini na alipokea tuzo hii mwaka 1960. Huyu alikuwa ni kiongozi wa chama cha ANC na mtetezi wa haki za binadamu aliyeongoza mapambano ya amani dhidi ya ubaguzi wa rangi. Alikuwa Mwafrika wa kwanza kabisa kushinda tuzo ya Nobel. Wa pili ni Anwar Sadat. Huyu ni raia wa Misri na alipokea tuzo hii mwaka 1978. Alikuwa ni rais wa Misri aliyeweka saini mkataba wa amani wa Camp David na waziri mkuu wa Israel uliomaliza vita kati ya mataifa hayo mawili. Mtu wa tatu ni Desmond Tutu. Huyu ni Mwafrika Kusini pia. Mnamo mwaka 1984 alipokea tuzo hii. Alikuwa ni askofu mkuu na mwanaharakati aliyepinga ubaguzi wa rangi kwa misingi ya mazungumzo na msamaha badala ya chuki au vurugu. Mtu mwingine ni Nelson Mandela, maarufu kama baba wa taifa la Afrika Kusini. Mnamo mwaka 1993 alitunukiwa tuzo hii kwa mchango wake katika kumaliza utawala wa ubaguzi wa rangi na kuweka misingi ya Afrika Kusini huru. Mtu wa tano ni Kofi Annan, raia wa Ghana. Mnamo mwaka 2001 huyu alikuwa ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN aliyeongoza juhudi za amani duniani. Tuzo hii ilitolewa kwa Kofi Annan na Umoja wa Mataifa UN. Na mtu wa sita ni Wangari Maathai, raia wa Kenya. Mnamo mwaka 2004 alipokea tuzo hii ya amani. Yeye alikuwa ni mwanamazingira na mwanzilishi wa Green Belt Movement. Yeye ni mwanamke wa kwanza wa Afrika kushinda tuzo ya Nobel. Labda tuangazie tuzo hizi zinatolewa kwa misingi gani, na wengi wamewahi kujiuliza kwa nini rais wa Marekani Donald Trump hakuwahi kushinda tuzo ya amani ya Nobel. Sasa majibu yapo hapa.
Tuzo ya Nobel ya amani inatolewa kwa misingi maalum. Kamati ya Nobel ya Norway hutoa tuzo ya amani kwa mtu au taasisi anayefanya juhudi kubwa zaidi katika kuleta au kudumisha amani katika mataifa. Hivyo, si swala la umaarufu au wadhifa, bali ni matokeo halisi ya kudumu na yenye uthibitisho. Kwa mfano, Nelson Mandela alipokea tuzo baada ya kumaliza ubaguzi wa rangi. Kofi Annan alipokea tuzo kwa kuwa Umoja wa Mataifa chini yake ulitatua migogoro mingi duniani. Trump amewahi kuteuliwa kuwania kipengele hichi, lakini maajabu ni kwamba hakuwahi kushinda. Mnamo mwaka 2018, baada ya kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un katika juhudi za kusitisha mpango wa nyuklia, aliwahi kuteuliwa. Lakini pia mnamo mwaka 2020 ni baada ya kusaidia kufanikisha mkataba wa amani wa Abraham uliounganisha Israel na baadhi ya nchi za Kiarabu. Lakini kamati ya Nobel haikumpa tuzo ikisema bado juhudi hizo hazikuleta amani ya kudumu wala hazikuondoa migogoro mikubwa iliyokuwepo. Sasa sababu kuu zilizomfanya asishinde ni hizi hapa. Ya kwanza ni kwamba migogoro hiyo haikuisha kabisa. Mazungumzo na Korea Kaskazini yalivunjika bila matokeo, lakini pia Mashariki ya Kati bado ilikuwa na vita, yani Yemen, Syria na Palestina wakati huo. Sera zake ziligawanya dunia badala ya kuiunganisha dunia. Alitoa Marekani kwenye mkataba wa Paris wa mazingira, lakini pia aliondoa Marekani kutoka mkataba wa nyuklia na Iran, jambo lililoleta mvutano mpya licha ya kuwa mtu maarufu duniani. Jambo jingine ni lugha na mitazamo yake kuhusu wahamiaji na taasisi za kimataifa inayoonekana kutoa mfano wa mgawanyiko, si maridhiano. Lakini sababu nyingine ni kamati ya Nobel inatazama matokeo ya muda mrefu. Kamati mara nyingi husubiri kuona kama juhudi za amani zimeleta matokeo endelevu. Kwa Trump hakukuwa na ushahidi wa amani ya kudumu, hivyo kamati haikuona vigezo vya kumpa tuzo hiyo. Wafuasi wake waliamini anastahili tuzo. Kwa nini waliamini hivyo? Kwa sababu ya kupunguza uwepo wa kijeshi wa Marekani huko ughaibuni, lakini pia kuanza mazungumzo ya kihistoria na Korea Kaskazini, kusaidia mikataba ya amani ya Israel na mataifa ya Kiarabu, jambo ambalo halikuleta matokeo ya kudumu. Ujumbe wa kamati ya Nobel unasema hivi: tuzo ya amani haimpi mtu kwa ahadi, bali kwa matokeo yanayoonekana na yanayodumu. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema kwamba Trump alifanya juhudi fulani za kidiplomasia, lakini hazikutosha kuhesabiwa kama mabadiliko ya kweli ya amani duniani. Hii ni hadithi ya mwanamke ambaye aliamua kwamba njia za amani za kujenga demokrasia bado zinaweza kutumika. Tuzo ya Nobel kwa Maria Karina Machado ni ujumbe kwa ulimwengu. Swali ni je, wewe umefanya nini kwa jamii yako hata kustahili tuzo? Weka komenti yako hapo chini. Mimi naitwa Ndaki William, hii ni Ezo Media.